Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hichi ni kipindi ambacho kinabeba anwani Jiongezee Maarifa. Kipindi chetu namba 1 kitaangalia Uislamu katika ukanda wa Afrika Mashariki, na zaidi tutaangalia karne ya 19 na mwanzo wa karne ya 20. Nitakuwa na mwenzangu Mustafa Iqbal Sameja, na anaongoza si mwingine ila ni mimi Hamza Zubair Rijali. Nasema karibuni. Asante sana, jazakumullah khair. Asante. Uislamu katika ukanda huu wa Afrika Mashariki umefanywa utafiti na watu wengi, wageni na wenyeji, lakini kauli zimekuwa ni nyingi na hazijafikiwa katika mwafaka, ingawa bado tafiti zinaendelea. Katika kipindi hivi vya Jiongezee Maarifa tutajaribu kwa vipindi visipokuwa 10 kuangalia swala hili. Aidha, mahojiano yetu yatakuwa kuwazungumzia vile mashekhe mbalimbali katika nyakati hizo na michango yao. Nitakukaribisha tena Ustadh Mustafa, anasema karibu. Asante sana, nifurahi, jazakumullah khair. Asante. Hii Afrika Mashariki ilikuwa kubwa, ikakwaya, sasa tena inakuwa kubwa tena. Hebu tuizungumzie Afrika Mashariki kwa nyakati tofauti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashukuru kwanza kwa kunikaribisha katika kipindi chetu Jiongezee Maarifa. Tukizungumzia Afrika Mashariki, Afrika Mashariki kwa mtizamo wa kizamani, kabla ya kuja mambo ya kiukoloni na kabla ya hapo, Afrika Mashariki jiografia ni kuanzia Eritrea kushuka Ethiopia, kuja Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Komoro pamoja na Madagascar. Hii yote iko upande wa mashariki ya bara ya Afrika. Lakini baadaye kuja masala ya kiukoloni, ikawa zaidi Afrika Mashariki inatambulika kuanzia Somalia. Ethiopia kwenda juu ikawa haimo, ikawa ni Somalia, Tanzania, Kenya, Uganda, Komoro pamoja na Madagascar. Lakini vile ilikuwa ikijulikana kwa wakati ule, hii miji yote au nchi zote ambazo ziko karibu na pwani zikiitwa Sawahili, ambayo kwa Kiswahili tunasema ndo pwani. Na hizi nchi zote au sehemu zote zilizokuwa za ndani kwa Kiarabu zinaitwa barania, ambayo kwa Kiswahili tunasema ni bara, sehemu za bara. Lakini vile sehemu katika Somalia ilikuwa ikijulikana kuwa ni Banadir. Lakini vile miji iliyokuwa kwenye Kilwa na kushuka chini ilikuwa ikijulikana Sofala. Kwa hiyo huu ndio ulikuwa ni mgawiko ambao ulikuwa. Ama sasa, kwa sasa hivi Afrika Mashariki tunatambua zaidi ni nchi 3 ambayo ni Kenya, Uganda na Tanzania kwa ile community iliyokuwepo. Lakini kijiografia bado Komoro tunahesabu ni East Africa, Madagascar, lakini vile na Somalia. Naam. Sasa hivi wanasema wanataka kuingiza na ishaingizwa Sudani. Naam. Kwamba nayo inaingia katika Afrika Mashariki, lakini ukitizama Sudani kwa namna ilivyo, naam, na kwa muktadha wa hichi kipindi tunakwenda, Sudani hawezi kuingia. Kwa hivyo Sudani tutamweka mbali, tutakwenda kwa hawa tuliowataja inshallah. Sasa umetaja hili neno Banadir, na limepata umaarufu mkubwa sana wa Uislamu katika huu kanda Afrika Mashariki, na umetoa mashekhe mbalimbali kutoka maulama wa kusomesha dini na watu wa tarika. Si dini tu, kwa fiqh na tarika vile, wala msijui hata mmoja, utatuambia. Basi tafadhali tupitishe juu kuweza kuelewa hii Banadir, ili huko mbele tutapokuwa tuna vipindi tutaitaja sana hii Banadir. Basi iwe huyo ndo kitazama kipindi hichi atakuwa kishajua tunaposema Banadir ni kitu gani. Na yule ambaye anaijua Banadir, hii itakuwa ni fursa ya kupata nyongeza. Tayeb. Neno Banadir katika lugha ya Kiarabu ni jamu, ni wingi wa neno bandar. Na bandar
kwa Kiswahili maana yake ni bandari. Lakini Banadir imejulikana zaidi kwa miji mitatu ya Somalia ambayo ni Barawa, Mogadishu na Marka. Hii miji mitatu ndiyo inayojulikana kuwa ndo Banadir. Na tunapozungumzia katika tarehe yetu ya Afrika Mashariki, tukitaja Banadir ni miji hii mitatu. Ukiacha miji mitatu hii, kila pahala pana jina lake. Yani Barawa, Mogadishu na Marka. Naam. Hii ni miji mitatu ambayo kama ulivyosema imetoa wanavyuoni wengi sana. Na wanavyuoni hawa wamefanya kazi kubwa sana tokea wakati huo na mpaka sasa. Na hata kitarehe tukizungumzia ulama wa Afrika Mashariki, pahala ambapo pana maulama wakubwa sana wa Afrika Mashariki ni Banadir. Pamoja na kuwa maulama walikuwa Unguja na sehemu zingine, lakini tukifananisha kwa nisba, kwa upande unaotaka, kwa upande wa kusoma sana, kwa upande wa kuandika vitabu vingi, kwa upande wa kusomesha sana, kwa upande wa kujulikana kiulimwengu, kwa sababu Banadir imepata umashuhuri kiulimwengu, ambapo tukiangalia katika karne takriban ya 8 al-Imam Muhammad bin Alawi ambaye anaitwa Maula al-Amaim, huyo katoka Hadhramoti kaja kusoma Banadir. Hebu ongeza tena hapa kitu kizito. Huyu bwana anaitwa Maula al-Amaim. Anaitwa Maula al-Amaim kwa sababu ameunguza takriban vilemba 13 kwa kusoma. Kwa ile kavaa kilemba na pembeni kuna kibatari, anasoma, akisoma kilemba kinaungua. Kwa hiyo huyu bwana yeye amefariki takriban mwaka 700 na kitu, kwa hiyo ni karne ya 8 takriban hijri. Kaja kusoma katika mashekhe zake, mmoja wa mashekhe kaja kusoma huku Barawa, Somalia, ambayo ndo Banadir tunasema. Kwa hiyo kwa mtazamo huo tayari tunaona namna gani ilmu ilivyokuwepo Banadir. Na huyu ni mwanachuoni wa karne hiyo kaja kusoma. Kwa hiyo Barawa au Banadir kwa ujumla yote ilikuwa inajulikana kwa ilmu na imetoa wanavyuoni wengi sana, mpaka akatoka huyu bwana. Maana yake huyu bwana ni mwanachuoni mkubwa, ni imamu, katoka huko kaja kusoma huko, ambaye wao wenyewe watu wa Hadhramut katika vitabu vyao wameeleza wenyewe, na vitabu vya tarehe ya Somalia pia vimeeleza. Fahamu bwana. Naam. Sasa unajua kuna kitu kimoja, hawa wanazungumza lugha yao ya Kisomali. Naam. Lakini Kiarabu taban wanaizungumza. Hapa walikuwa zaidi wakitumia lugha gani? Lugha inayofahamika kwa Somalia kitarehe, lugha yao pamoja na lahja zao na lugha zao za kijamii, lugha walikuwa kitumia zaidi ni lugha ya Kiarabu. Kwa sababu hata vitabu vyao vingi au asilimia 99 ni vitabu vya lugha ya Kiarabu. Ni kasida tu mara nyingi ndo wanazileta kwa lugha zao, au wanafasiri baadhi ya vitabu kwa lugha zao. Lakini lugha yao hata hicho Kibarawa, ukikitizama Kibarawa kina maneno mengi ya Kiarabu na kinafanana baadhi ya maneno ya Kiswahili vile vile. Lakini maneno mengi, asilimia kubwa maneno yake ni ya Kiarabu. Ushafahamu? Kwa sababu hata wakati huo karibu na Somalia, karibu na nini, kuna mji unaitwa Zaila, ambayo Zaila sasa hivi inahesabika kwa ni Habasha, ni Ethiopia. Lakini kutoka kule Zaila wametokea maulama ambao ni muhaddithin, ambao na vitabu vya hadithi kama kitabu cha Nasbur Raya cha Imam Zailai, yeye ni mwanachuoni wa hadithi na ni kitabu cha hadithi kinakubalika. Vile vile kuna maulama katika madhhabu Shafi'i, kuna al-Imam al-Qaffal. Huyo al-Qaffal yeye kabila yake ni Ashashi, na Ashashi ni pahala hapo Somalia ambao wako wanavyuoni ambao wananasibika na wao, ambao walikuwa wako katika karne ambazo si za zamani sana, ambao walikuwa wanaona vyuoni pale Barawa na walikuwa ni makadhi vile vile. Mmoja wao akiitwa Sheikh Muhiddin bin Ali Mukrim al-Qahtani, ambaye yeye nasaba yake inafika mpaka kwa Imam al-Qaffal. Shafa Ashashi. Kulikuwa pia kuna Sheikh Muhammad bin Yusuf Ashashi na wengi vile vile, ambaye mmoja katika wanavyuoni ambaye hata Sheikh Abdullah Bakathiri alienda kumzuru, ambaye tunamuita Sheikh Sufi, ambaye jina lake ni Sheikh Abdurrahman bin Abdullah Sufi, anaitwa Sheikh Sufi au Haji Sufi. Yeye pia ni kabila yake ni Ashashi,
Tamam. Kwa hiyo ukiangalia Banadir kwa mfumo huo, kuwa walikuwa na wanavyuoni wengi wakubwa ambayo wamekubalika kiulimwengu, sio Afrika Mashariki pekee, la kiulimwengu wanatambulika. Naam. Sasa unajua katika ukanda huu wao hasa Banadir, naam, vurugu liko kubwa sana. Naam. Na umesema kwamba nyakati hizo. Naam. Je, nyakati hizi tunapata habari yoyote? Kwa kufuatilia na habari zilizokuwepo, ni kufuatilia namna gani ya usomaji wao. Kwa namna wanavyosoma, wanaona vioni wengi. Na takriban wako baadhi ya maulama ambao tuna mawasiliano nao na kuzungumza nao na kuona zile harakati zao za kielimu zinaonyesha kuwa bado haraka ya kiilmu ipo naendelea, na wako wanavyuoni. Kwa sababu hivi karibuni amefariki shekhe mmoja mkubwa kabisa wa kiulimwengu ambaye alikuwa Somalia, anaitwa Sheikh Uthman Hidig. Yeye huyu bwana alikuwa ni mwanachuoni mkubwa na akafanya kazi kubwa, vitabu alivyotunga vinafika zaidi ya 40, ambaye amefariki hivi karibuni sana, maana hata mwaka hujapita toka kufariki. Lakini ile usomaji wao, hata mimi nakumbuka nimekutana na Wasomali, watu wa kawaida tu walikuwa Dar es Salaam, wafanya biashara. Katika mazungumzo nao wakasema, sisi kwetu katika mambo muhimu tunayosomesha, kwanza hukuti Msomali ila kahifadhi Qur'ani, kahifadhi vitabu vya fiqh, kahifadhi vitabu vya nahwu, kwa sababu haya ndo masomo tunayosomeshwa, ndo masomo mama kwetu. Na hili ni kweli, ukiangalia katika masomo yao na darasa zao walizoweka za kwenye mitandao, utaona ajabu. Siku ya Ijumaa kuanzia alfajiri mpaka wakati wa swala, kila Ijumaa wanahitimisha Qur'ani nzima inasomwa. Mashaallah. Na kila siku wanafunzi wanasoma kitabu kizima walichohifadhi, Minhaji, Irshadi, ambayo hivi vitabu kwa huku kwetu ukasikia mtu amehifadhi unaona kama kitu cha ajabu sana, lakini kwao ni kawaida. Hata Hadramaut wakati tunasoma, wanafunzi walikuwa na hifadhi nzuri na ni mahodari, ni Wasomali. Wanakuja wamehifadhi vile vitabu vyote ambayo sisi kwetu hata kufahamu kwake tunapata tabu, wao wamehifadhi kichwani. Kwa hiyo hii inaonyesha tayari kuwa yale mazingira ya kielimu ni makubwa aliyokuwa nayo. Kwa hivyo tangu zama hizo na mpaka sasa hivi bado juu ya vurugu lilikuwepo ni mambo ya kisiasa, lakini hayapelekei kuathiri mambo ya kiilmu. Japokuwa sasa hivi umeingia mambo mengi ya kuharibu mambo ya asli, lakini bado wameshikamana nayo na wanaendeleza. Naam. Unajua huu Uislamu na kupewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasema katika karne ya 6 miladi. Je, kuna maandiko ya kuonyesha Uislamu umeingia lini Afrika Mashariki? Mwanzo katika utangulizi wako nilisema ni nyingi na hatujui tukamate wapi. Hebu tupitishe tuweze kulielewa hili. Kwanza tunatakiwa tufahamu mambo mawili. Kuna kufika Uislamu na kuna istikrar, kule uwepo Uislamu ukaenea wakapatikana maulama. Haya ni mambo mawili tofauti. Tukisema kufika Uislamu kuna akwali nyingi. Kuna akwali kwa Uislamu umefika Afrika Mashariki kabla ya Madina, ambayo akwali hii tunaweza kuikubali ikiwa tutasema Habasha ni katika Afrika Mashariki. Kwa sababu mwaka wa 5 toka kupewa utume Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume aliwaamrisha masahaba wakaenda Habasha kwa Najashi. Kisha wakaenda tena, na ambao walioenda tena walibakia baadhi yao kule hata baada ya Mtume kuwa kashaenda Madina, wengine walibaki na walifanya da'wa. Kwa hiyo inaingia kukubaliana tu kama sawa Afrika Mashariki tukikamata mpaka Eritrea hapo sawa. Lakini tukija tukazungumza Afrika Mashariki kwa hizi tulizokuwa tunazo sisi, ndio mmoja katika wanavyuoni ambaye walamu anaitwa Sheikh Fadhil bin Umar al-Bakri, yeye katika kitabu chake cha kuelezea tarehe ya Uislamu, yeye ameeleza kwa Uislamu umeingia Afrika Mashariki mwaka 78 Hijri. Maana ni takriban karne moja haijapita bado. Ndio. Ambaye huu nilikuwa ni katika ukhalifa wa Abdul Malik ibn Marwan. Na sababu ametaja yeye wa wakati wa Hajjaj bin Yusuf alipokuwa akipambana na makhawarij, aliwafukuza ndugu wawili wa Julanda, Said na Suleiman, watoto wa Julanda, aliwafukuza wakaja huko, lakini haikuainishwa walifika wapi hasa, haijulikani. Hii ni kauli moja. Kauli nyingine akaitaja Sheikh Burhan bin Muhammad Mukalla al-Qumri, mmoja katika wanavyuoni wetu wa Unguja. Yeye amesema Uislamu umeingia Komoro mwaka 86 Hijri.
Lakini wakati huo huo kasema kuwa kuna kisa ambacho wanakipokea watu wa Komoro kwa muda mrefu na kimekuwa kinapokelewa kutoka kwa wazee mpaka kwa wajukuu. Wanasema kuwa iliwafikia habari wao kuwa Maka pana mtume na huyo ni mtume wa mwisho. Kwa hiyo wakapanga safari, na safari hiyo kutoka kule, na inasemekana watu wengine walitoka Pemba au walikutana Pemba wakatoka safari ile kwa pamoja. Walipofika kule Madina wakakuta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kishafariki, lakini wakati huo khalifa imma ni Saidina Umar au Saidina Uthman. Sheikh Burhani anasema kisa hichi kinaleta ishkali kubwa. Kwanza tukiangalia masafa yaliyokuwa baina ya Afrika Mashariki na Hijazi, hata kwa wakati ule na hata kwa sasa si mbali ya hivyo. Ndio maana kitoka wasikie habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka amefika Saidina Abubakar, ameondoka, kaja sasa Saidina Umar, na tuseme si Saidina Umar ni Saidina Uthman. Saidina Umar pekee yake khalifa yake ni miaka 10. Maana tuchukulie Saidina Abubakar miwili, Saidina Umar miaka 12. Sasa kidogo inaleta ishkali. Ishkali ya pili inayoleta kuwa katika mambo ambayo sisi tunajifaharisha Uislamu wa tarehe yetu yote imeandikwa. Katika vitabu vya tarehe vyote hakuna pahala popote ilipoonekana kuwa kuna msafara uliotoka Afrika Mashariki ukaja. Misafara yote ipo, habari zote zipo, mpaka hivi karibuni wanavyoni wal Azhar wamepata kujua kuwa kuna masahaba wamefika mpaka China. Na ile tumesoma. Lakini sasa swali linakuja, mbona huku Afrika Mashariki hakuna taarifa yoyote ambayo Misri Uislamu umefika mapema na kutoka Misri kuja huku kwetu si mbali. Habasha umekuja mapema, kutoka Habasha kuja huku si mbali. Kwa hiyo Sheikh Burhani kasema nimetaja kisa hichi kukitaja kwa vile wazee wanakipokea na kinapokelewa mkono kwa mkono, lakini uhalisia wake tujui. Hii ni kauli ya pili. Kauli ya tatu kaieleza Said Abul Hasan Jamalillayli. Yeye ameeleza kwa Uislamu umefika Unguja wakati wa Saidina Uthman. Hakutaja mwaka. Lakini kauli hiyo hiyo kaja kuieleza tena Said Muhammad bin Habib Ahmad Mashhur al-Haddad, ana kitabu chake cha Haqaiq Tarikhiyya an al-Arab wal-Islam. Yeye kaeleza mule kwa Uislamu umefika Unguja mwaka 65 Hijri. Unaona bwana hapo? Ndio. Lakini vile vile kuna akwali zingine nyingi. Al-Imam al-Mas'udi katika kitabu chake cha Muruj al-Dhahab, yeye kaeleza Uislamu takriban Afrika Mashariki ulikuwa ushafika takriban katika mwaka 150 Hijri. Vile vile Sheikh Muhiddin Qahtani ambaye tunamnasibisha na kitabu cha Salwa, tutakuja kuzungumza baadaye kufaa kunasibishwa au kutokufaa kunasibishwa kitabu hichi. Lakini katika kitabu cha Salwa kimeeleza kuwa Wairani au Mashirazi walipokuja huku ulikuwa ni mwaka takriban 950 miladi. Ile Hassan bin Ali. Naam. Ya Hassan bin Ali. Tayeb. Ni takriban karne ya 10 itakuwa. Sasa hizi akwali zote ukiziangalia bado tunakuwa tujapata jawabu rasmi, na ndio maana nikasema mwanzo kuna kufika Uislamu na kuna kuwa sasa Uislamu umeenea na Waislamu wapo, kwa sababu pia kwa Sheikh Burhani kamtaja mtu mmoja katika kitabu chake anaitwa Hamza bin Abdul Malik. Kwa yeye alitumwa na Abdul Malik ibn Marwan aje huku Afrika Mashariki kuangalia hali za Waislamu. Haikutajwa mwaka vile vile. Lakini ndo ni asri ile ile. Lakini tunarudi pale pale kuwa Mashia wao wanathibitisha, wanasema huyo mtu Hamza bin Abdul Malik kitarehe ya Umawiya hakuna mtu huyo. La pili, Abdul Malik ibn Marwan hana mtoto anaitwa Hamza. Ila huyo Hamza ni katika watu wetu sisi Mashia. Hamza ni katika watu wetu ambaye kweli alikwenda Afrika Mashariki kuangalia hali za Waislamu. Lakini je, alifika wapi? Ilikuwa vipi? Hayo yote bado hatupati jawabu rasmi. Hayo Sheikh Mustafa, simama hapo. Unajua lazima tujiulize kwa nini hizi tafiti zinagongana? Au kuna maslahi baina kundi fulani na kundi fulani? Maanake urahisi kwamba zimefanywa tafiti nyingi na kama nilivyoanza katika mkadima kwamba kuna wageni na kuna wenyeji.
tunakwama wapi au tunashindwa kitu gani kuja kupata kitu cha hakika, au kuna hii mivutano tu kwamba sisi, maana hapo mwataja Mafarsi labda sisi Mafarsi ndio tumeingia mwanzo, au wa Oman wameingia mwanzo, au wa Yemen wameingia mwanzo. Kitu gani hasa kinatutasa? Hebu tujaribu kuchemsha bongo letu, tuangalie, tusaidiane na tutawaomba watutuona katika YouTube. Hatutaki zaidi like, lakini tunataka zaidi comments, watu yaeleze na wao fikra zao, alafu hizo tusichukulie, tutazidi kuzifanyia kazi, na kama wanafanya utafiti na wengine wanapita juu, itasaidia. Maanake unakuta kazi nyingi zinafanywa, zinaingizwa katika YouTube, utaona zile zenye malumbano ndo zina watu wanasema, lakini zenye taaluma kama hizo, hebu tuangalie kitu gani, tunakwama wapi, na kwa nini hakukuwa kuna Dujna ikakaa ikafanya kazi hii, ambapo tumeitaja Banadi, tumekuja zetu mpaka Kilwa, tumekwenda zetu Pemba, tumekwenda zetu Komoro, kumefanywa kazi nyingi sana. Kwa nini tunashindwa kuja na kitu kwa pamoja, halafu sisi tukawa na sasa sisi tunatoa kauli? Hebu jaribu kuliangalia. Tukiangalia kwa sababu tukitaka tupate jawabu, ndio tutizame katika asli ya mambo. Kwa pahala popote ukitaka kujua kitu kimefika, ndio na watu walikuwepo, hawa watu ima kuenee kile kitu pale pahala, au pawepo na majengo yanayoonyesha dalili, ambayo kwa upande wa Uislamu tutasema ni misikiti, au pawepo na maulama. Sasa ukiangalia haya yote, sisi tukiangalia misikiti ya asili iliyokuwepo katika hii miji yetu yote, ule Kenya kuna katika visiwa kuna pahala panaitwa Shanga wamejaribu kufanya utafiti, watu wanasema wamegundua msikiti ambao ulikuwa na qibla mbili. Kwa hiyo maana yake Uislamu ulifika pale kabla hata qibla haijahawilishwa kwenda al-Kaaba. Maana yake hata bado mtume hajahamia Madina, au kashahamia na bado qibla hakijageuzwa. Wako Baitul Muqaddas. Mimi nimetembelea hapo Shanga. Lakini hali tuliokuta pale, tuliokwenda katika watu wa vijana ambao tunafuatilia mambo ya tarehe, kwa hakika hatukuweza kubaini hilo. Na ule msikiti tayari nusu yake au zaidi uko chini ya ardhi. Sasa hatukuweza kweli kusema kwa hii kauli inayozungumzwa ni ukweli. Tukiangalia misikiti huku Unguja, msikiti wa zamani kabisa ni msikiti wa Kizimkazi. Tunazungumza Kizimkazi. Na Kizimkazi msikiti umejengwa mwaka 500 Hijri. Tunaambiwa akwali zinazosema, tukichukulia kauli wa Uislamu umefika Unguja mwaka 65. Toka 65 mpaka 500, takriban miaka 440 na kitu. Na hapa kote hapakuwepo na msikiti hata mmoja. Uwe ndo ule tu mmoja. Tukirudi Komoro, yawa na misikiti ya zamani ya asli, lakini bado tarehe yake haikaribi na hizo tarehe ya kufika Uislamu. Kwa hiyo tukiangalia, kila mmoja anavutia upande wake kama ulivyosema. Fulani watasema sisi bwana Mafursi ndio wameleta Uislamu. Wa Omani wanasema la, hawa Julanda walikuwa ni maibadhi, wao ndio wameleta Uislamu mwanzo. Mshafahamu bana, tarehe zinaonyesha Mahadrami wamefika mwanzo, kwa sababu kitarehe Waarabu wa Hadramoti wameijua Afrika Mashariki zamani sana, mapema kabisa. Mshafahamu, tarehe iko wazi. Lakini bado hatupati kitu cha kushika hasa. Mshafahamu bana, na ndo hapo ndo tunakuwa tunatahayari. Kwa tunaposema Uislamu umefika mapema, tuchukulie Uislamu umefika mwaka 65 Unguja. Je, mbona hapa hatuna kitu chochote cha kushika kama walikopo Waislamu na kina nani au kabila gani? Kwa sababu hata ukiangalia falme za utawala zilizokuwepo, ukianzia Pate palikuwa na ufalme, waliotoka Omani wakawepo pale. Ndio. Komoro palikuwa na ufalme ambao wamekuja wale Mashirazi, baadaye ukaja ni ufalme wa watu wa Hadramoti, na mpaka ukamalizika.
Ukiangalia sehemu nyingine ambayo tunahitaji Kilwa, Kilwa pia inazungumziwa na tarehe ya zamani, lakini tarehe yake ndio ile itaja Sheikh Muhiddin 950 miladi, si zamani bado. 950 takriban ni karne ya ngapi ya hijri? Tukibadilisha ni takriban karne ya 4. Ndio. Sasa karne ya 4 ni mwaka 400 huu. Na ndio maana Said Abdul Qadir Al-Junaid rahimahullah ta'ala katika kitabu chake cha kuelezea Uislamu na Wahadrami kuwepo huko Afrika Mashariki, kasema katika kauli ambayo kidogo tunaweza tukaona ndo inatufaa ni hii kauli ya Sheikh Muhiddin kwa Washirazi walipokuja ule ufalme wa Hassan bin Ali. Takriban ni karne ya 4. Ukisema ni karne ya 4 inaingia akilini. Ndio utasema Kizimkazi mwaka 500 hijri waliojenga ni Wafursi pia. Kidogo hapa kidogo tu tunapaswa kushika. Lakini hizi kauli za nyuma zote hazina mashiko. Sasa unajua kuna kitu kimoja. Sasa zaidi labda tuegemee sio kufika. Tuegemee kuenea. Naam. Utapakaa. Nafikiri hapo ndo tutafika pazuri. Na kama tutashika hivyo, watafiti watafika hivi, unaweza katusaidia tukarudi nyuma, tukapata kuelewa kwamba ulifika lini. Unajua tafiti zina matatizo yake, na matatizo yake ya tafiti hasa kwa sisi tutakuweko huko. Wazungu anaweza kaja kufanya utafiti hapa akakaa miaka 3. Anafanya juu ya kitu kimoja tu. Lakini sisi mtu anafanya yeye mwenyewe kwa hali zake yeye mwenyewe. Hilo la kwanza. Na la pili, kwa sisi hata ukipua pesa basi inakuwa kama uwasheta. Umeweka switch pupu na yani kwa wakati maksusi muayana kwamba fanya tunataka jawabu. Sasa hapa narudia tena na napenda kurudia tena kwamba kwa nini hatuna raghba ya kufanya tafiti na hasa katika tarehe. Unajua hata tunaposoma katika misikiti yetu darsa, ukitizama utaona tuko katika fiqhi, tafsiri, hadithi, lakini katika tarehe au sira haisomeshwi. Na kusomeshwa kwake inasomeshwa kutokana limetokea tokeo. Kwa nini hatuipendi hii? Kitu gani kinatutabisha kwamba tunakamata vitu vingine na tumevikamata sana, na tunaposoma mashehe mbalimbali walosomesha unawakuta humpati ile gwiji hasa kwa huku kwetu. Kitu gani kimetutanza na kwa nini na tulikuwa sisi wakati huu hatulioni hili? Kwa hakika tarehe, sababu moja ya watu kutokuwa na hitimamu nayo, watu wanapenda tarehe kwanza kwa sababu watu wanapenda visa, hadithi, habari wanapenda. Lakini tarehe inataka kujituma sana, na hili ndio watu hawataki. Kwa sababu kwenye fiqh ukishamwambia mtu furudhul udhui 6 hana cha kuzidisha ile lake, wala hana hata ule uhakiki wa kusema simekwaje 6, yeye umempa atapokea, amekusha habari. Lakini tarehe unapomweleza tayari unampa maswali ya kujiuliza, ambayo tukiangalia tarehe ndo fani au tunasema ndo mama kwa fani zote. Lau kama si watu kuandika tarehe ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusingepata Qur'ani, tusingepata hadithi, na kutokana na mambo mawili ndio tumepata ilmu zote hizi. Sasa tarehe inataka kujituma, kama hivi tulivyozungumza. Sasa hivi kama walivyosema watazamaji watupe comment zao, watu watatoa comment. Lakini katika ile comment unaweza ukamhoji mtu, wewe unasema hivi, hebu tuletee uthibitisho. Tayari ushamfanya yule mtu akimbie, kwa sababu tarehe inataka kujituma sana. Na ndio maana wana tarehe wengi katika mambo walioeleza. Sasa hivi tunakuja tumejadili hizo akwali zilizotajwa. Sisi kama sisi tunawatilia question mark wao. Kwa nini? Kwa sababu sisi wenyewe tunaona hapa bado hatujaridhika. Lakini je, na sisi kauli tunazotoa watakuja kuridhika watu baadaye? Tulioshiriki na sisi katika kipindi chetu namba 1 cha jiongezee maarifa Uislamu katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, tutaendelea katika kipindi namba 2. Na kama tulivyosema kwamba tutakuwa na vipindi vingi na tutakwenda kwa muda mrefu, lakini tutafurahi zaidi
pale ambapo tutapata maoni, comments za watu tulizopata ndio basi. Ustadh Mustafa, nakushukuru, nasema jazakallah khair, na nyote ndio tutazama, tunakushukuruni, ingawa hatujakuwa live. Anakuaga si mwingine ila ni mimi Hamza Zubair Riyad. Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa taufiki tutaviendeleza hivi vipindi kwa kadri tunavyoweza. Nasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.